Kazi na utu, tunasema tunasonga mbele. Ndugu wanahabari na wananchi wa wilaya ya Mkarama, leo tarehe 30 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 ninakuja mbele yenu kwa ajili ya kuweza kutoa nasaha, kuweza kutoa ushauri kwa wananchi wa wilaya ya Mkarama. Kama tunavyojua, hivi karibuni kumekuwepo na vuguvugu au wimbi la watu kama kutaka kufanya maandamano, tena wakati fulani yanatafsiriwa kama maandamano yasiyokuwa na amani. Napenda kutumia fursa hii, mimi nikiwa ni mkuu wenu wa wilaya, kuwashauri na kuwaelekeza tusifanye maandamano kama ambavyo inakuwa ikihamasishwa na watu wengine, bali tutafute njia mbadala za kuweza kuhakikisha kama kuna changamoto mbalimbali basi tunazitatua pasipo kuhatarisha usalama wetu. Yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 na baada ya tarehe 29 hayakuwa mambo mazuri, na hivyo tunapaswa kuweza kujifunza na hatimaye kuweza kuepusha mambo hayo, hata kama hayakutokea katika wilaya yetu au kwenye mkoa wetu, lakini tunaona kabisa hayakuwa maandamano yenye hali ya utulivu au amani ndani yake. Ni mengi yametokea, tumesikia vyombo vya habari vikiripoti, ikiwemo baadhi ya wananchi kuweza kuporwa mali zao, wengine mali zao kuweza kuharibiwa, na wengine kama kupigwa. Sasa hii ni wazi kabisa kwamba hayo hayakuwa maandamano ya amani. Maandamano ya amani hayawezi yakaambatana na vitendo vya vurugu wala vitendo vya uporaji. Kwa hiyo mimi kama mkuu wenu wa wilaya, wananchi wa wilaya ya Mkarama, napenda kuwasihi au kuwanasihi tusiingie huko. Badala yake, pale ambapo kumekuwa na changamoto zozote zile na pengine tunataka kuweza kuzifikisha kwenye mamlaka husika, tutumie njia ambazo zitatuleta kukaa mezani na kuzungumza kwa hekima, kuzungumza kwa busara, ili hatimaye tuweze kupata ufumbuzi. Tunapaswa kujifunza katika maeneo mbalimbali, na kama ambavyo wanadiplomasia wamekuwa wakishauri ya kwamba matatizo hayawezi yakatatuliwa kwa kutengeneza matatizo mengine. Tatizo moja haliondolewi kwa kutengeneza tatizo la pili kama namna ya kutaka kulitatua tatizo. Hatuwezi kukataa, wala mimi siwezi kukataa kwamba hatuna changamoto, lakini changamoto hizi zimekuwepo, na hivyo sisi viongozi pamoja na ninyi wananchi na wadau wote ndani ya taifa letu tunahitaji kutafuta ufumbuzi. Kwanza, katika kutafuta ufumbuzi ni tatizo liwe addressed. Likishakuwa addressed, basi na maana yule ambaye analipokea sasa lazima au anapaswa kuweza kuona kuna changamoto hii. Sasa tunalitatuaje? Lazima achakate. Katika kuchakata, moja ya ufumbuzi ni kuuita ule upande ambao una manunguniko au umeona kuna shida, kukaa mezani ili kuweza kujadili kwenye engo zote ili kuweza kupata ufumbuzi. Sasa yako mengi yanazungumzwa, watu wanazungumza kwamba kukosekana kwa chaguzi huru na za haki. Sasa huwezi kutatua tatizo hili kwa kufanya maandamano ya vurugu, bali kwa pande zote, wadau wote kuweza kusema ngoja tukae mezani tuzungumze na hatimaye tupate ufumbuzi. Tayari viongozi wetu wa serikali kuanzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonyesha nia thabiti kabisa ya kutaka kuzungumza. Viongozi mbalimbali wa madhehebu ya kidini, dini za Kikristo pamoja na dini za Kiislamu, wametoa ushauri ambao serikali imeupokea.
Nimewaona hata wadogo zangu Gen Z wanajiita, nao wamekuwa wakitoa malalamiko yao kupitia mitandao ya kijamii. Ninaamini hata viongozi wangu wa juu wamesikia. Ninaamini ndani ya moyo wangu na kwa utamaduni ambao tumejenga wa Tanzania, watakuwa wanachakata ili kuweza kupata mwarobaini wa changamoto mbalimbali. Naomba kutoa wito kwa makundi yote kuwa na moyo wa subira. Viongozi wa kidini ambao kwa namna moja au nyingine walikuwa aggrieved, wawe na subira, wawe ni Waislamu, wawe ni Wakristo, wawe ni wapagani, wawe ni makundi mengine kama wanaharakati wa masuala mbalimbali kupitia mashirika yao, wawe na subira na waone kwamba jambo muhimu katika kupata kilicho bora ni kuliwasilisha tatizo na kisha kuwapa nafasi wale wenye mamlaka kutafakari na hatimaye kuja kukaa mezani. Matatizo yetu kama Watanzania tutayatatua mezani. Matatizo yetu hayawezi yakatatuliwa kwa kufanya vurugu au kwa kubezana, kwa kukejeliana, isipokuwa kwa kuheshimiana. Sisi wote ni Watanzania, tunazo haki mbalimbali, lakini tusizitumie haki hizo vibaya. Tutumie uhuru wa kutoa mawazo kama unavyotajwa katika ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufikiri na kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yatakuwa na tija kwetu wote. Na pale ambapo tunaona kwamba njia fulani tukizitumia zitatuletea shida, tusielekee huko. Amani yetu ni muhimu kuliko jambo lolote. Aidha, napenda kutumia fursa hii kupitia kwenu waandishi wa habari kuwataka watumishi wa umma na wale wasiokuwa watumishi wa umma, wakati wote tunapoishi na kutekeleza majukumu yetu ya kila siku, tujitahidi kutenda haki kwa kila mmoja. Ni katika msingi wa kutenda haki kwa kila mwananchi ndipo tukaweza kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza. Sisi ni binadamu, hatujakamilika katika kila engo. Mkamilifu ni Mungu pekee. Naomba kuhitimisha kwa kusema ya kwamba tusikubali kuingia kwenye maandamano ambayo yanaweza kwenda kuhatarisha usalama wetu, bali busara ni kukaa pamoja kwa pande zote na kuzungumza kwa utulivu na kwa amani ili kuweza kujenga Tanzania iliyo imara na yenye utulivu wa kila namna. Asanteni na watakieni kila la heri.